Jumuiya kuimarisha taaluma na maadili ya Kiislamu Zanzibar, Juktam Keys, kwa mafunzo ya dini na sunna kwa Uislamu. Usiache kusubscribe, kulike na kucomment ili uwe kwanza kupata taarifa kila tunapoweka video mpya. Juktam Keys. Juktam Keys. Kama chosa chosa. Kama chosa chosa. Jamani, asante sana. Watafute, tuone nao, tuzungumze nao, tuweze kujua changamoto zao na tuone vipi wanapenda position wao, ambapo kwa kweli kila siku ulikuwa na hot topic, kwa kila siku kuna jambo lake. Alhamdulillah, leo ikiwa ni siku ya 8, tunategemea kumaliza kesho siku ya 9 na siku ya 10 tutafanya presentation pamoja na kupata certificate zetu, na tutakuwa na function hapa ya aina yake ambayo tunategemea wageni wetu rasmi watakuwa ni ofisi ya Mufti Zanzibar, lakini vile vile tutakuwa na katibu wa wizara ya elimu naye hapa, lakini vile vile tutaalika watu wengine tutakuwa nao hapa kwa ajili ya kuwapongeza watoto wetu hawa kwa kutumia muda wao vizuri. Hapo kwa kweli wamefanya time management, wametumia wakasema ana siku 10 hizi tumpe Allah subhanahu wa ta'ala uwepo mahali hapa ili kupata moja tuweze kusaidia katika safari yetu ya maisha ya kusoma tu. Kamwambie nenda kamwambie anaelekeza katika jambo sana. Sasa tumekutana na wanachuo ambao wanaonekana wana bashasha ya kutosha. Leo wameniambia siku ya 8 na wana jambo ambalo wamelipata leo katika siku hii. Ya kitu gani katika siku hii? Jina lako tafadhali, TV wanakuona. Kwa jina naitwa Masura Ali Mohamed, ni mwanafunzi kutoka chuo cha UDSM University of Dar es Salaam. Mwanafunzi wa mwaka wa pili. Kwa leo alhamdulillah tumehudhuria sana mambo ya university life. Alhamdulillah nimejifunza mambo mengi kwa sababu mwanzo alafu pia means ya kusomesha iko interesting. Kwa hiyo alhamdulillah nimefurahi sana. Ukiangalia mambo discuss kuhusu freedom, tukaangalia responsibilities, power of choices, tukaangalia time and management of priority. Kwa hiyo kwenye freedom iliongelea wewe kama mwanachuo pia kule utakuwa uhuru. Unaenda kumanage vipi ule uhuru wako ambao unataka. Kwa sababu kule ukiangalia hamna mzazi. Hamna mzazi atakwambia wewe usifanye hivi, usifanye hivi. Kiamua mimi ninachuo lakini sitoenda kusoma, naamua tu niende milimani kule milimani mall nikafanya shopping nirudi basi. Asante mwanafunzi, asante, ana mengi ya kutueleza. Mwanafunzi ana bashasha sana kabisa, na tumefurahi kumuona hapa. Nimeelekezwa kwamba karibu yangu kuna mwenyekiti wa hii hadhara yetu, kwa sababu bila kiongozi katika jambo lolote anakatikati. Mwenyekiti naye anaonekana anataka kutuambia kuhusiana na power of choice. Ni kitu gani kataja mama pale? Power of choice ni kitu gani? Mimi sina mengi ya kusema isipokuwa kwa niaba ya wanafunzi wote kwamba tuseme tu kwamba tumejifunza mambo mengi hapo awali tulipokuwa hatuyajua, kwa sababu mambo mengi ambayo wanafunzi wa chuo tunafanya hatujui kama yanaathiri masomo yetu au maisha yetu, lakini tumepata kujua kupitia training hii mambo mengi ambayo yanaweza kutusaidia katika maisha yetu ya chuo na nyingine baada ya chuo. Tumepata kujua jinsi gani tunaweza tukaitumia elimu yetu kwa misingi ya dini ya Kiislamu, lakini pia tumefundishwa jinsi gani ya kutumia elimu yetu kwa kuwanufaisha wengine kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akitufundisha. Lakini pia ni waase tu ndugu zangu wanafunzi wenzangu kwamba tuitumie elimu hii ambayo tumepatiwa kwa ajili ya kuwanufaisha wengine, kwa sababu hata pia Mtume
Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba mbora wenu ni yule ambaye atakayepata elimu akaitumia kwa ajili ya kuwafundisha na wengine. Asante sana ndugu mwanangu, kuna mwanachuo Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitu ambacho leo nimekipenda hapa kwa sababu mimi bado sijaanza chuo, ndio kwanza naenda kuanza chuo. Kwa hiyo mpaka sasa hivi nimejifunza mambo mingi. Nimejifunza nikienda chuo niwe vipi, nifanye vipi ili niweze kufikia malengo yangu ambayo nataka kuyafikia. Hivi. Asante sana bwana chuo, lakini nikiangalia pembeni hapa kidogo namuona mama mmoja. Haya kuna kitu chochote ambacho kimekuchanganya labda kimepata changamoto au nini kwa siku ya leo? Naomba karibu sana. Kwa hii session ya leo alhamdulillah iko upande wangu mimi. Yaani mpaka sasa hivi kwa session ya leo alhamdulillah sijapata changamoto yoyote. Ila tu nimefurahi sana alhamdulillah na nimejifunza vitu yani vitu vingi ambapo mwanzo nilikuwa na vitu lakini maybe najua siko. Kwa hiyo alhamdulillah sasa hivi nimepata kujua vizuri. Asante ndugu mwanachuo. Kwa kumalizia tunakwenda kwa kaka mmoja hapa anasikiliza kwa makini tangu zake walipokuwa wanatoa maelekezo Kenya na leo. Huyu anataka kutuambia yeye anakuambia nini wenzake ambao wanahudhuria katika semina hizi labda na asante sana jamani. Asante Ibrahim mwandishi wa habari kutoka Juktam Kids. Kama chosa. Jamani asante sana. Mike letu. Sisi tunazitosha, sio? Tunatosha kingi sana. Jumuiya ya kuimarisha taaluma na maadili ya Kiislamu Zanzibar, Juktam Kids, kwa mafunzo ya dini na sunna kwa Uislamu. Usiache kusubscribe, kulike na kucomment ili uwe kwanza kupata taarifa kila tunapoweka video mpya.